Bwana Yesu asifiwe, wana wa Mungu. Tunamshukuru Mungu tena ambaye ametupa nafasi ili tuendelee kuvipa vichwa vyetu space. Jana tulizungumza maana ya ujumbe huu, kwa nini tuwe na ujumbe kama huu. Tulisema lengo ni kudiriti mafaili ambayo hatuko nayo na kazi nayo kwenye vichwa vyetu, ili kuviacha vichwa vyetu viwe na space, viwe na nafasi, ili tuweze kupokea mambo mapya. Amen. Kwa sababu usipotoa mambo ya zamani, mambo mapya yatakosa nafasi ya kuja. Nilikuwa nafundisha somo fulani mahali fulani, nikasema mwanadamu ni kiumbe ambacho huwa hakipendi kutoa vitu used kwenye mindset yake. Nikasema ndio maana ukiangalia nyumba zetu zimejaa vitu ambavyo wakati mwingine hata havitumiki, mpaka tunakosa nafasi ya kutembea, tunakosa hewa nzuri kwa kujaza matakataka ambayo hata hayatumiki, lakini raha yetu ni kuyaona hayo matakataka. Amen. Umewahi siku moja kukagua nyumba yako? Utagundua sometime unawaonea huruma vichaa, lakini vichaa wenyewe wanasema nikikuangalia wewe ni kama mwenzangu, isipokuwa ni grade tu ndo tumetofautiana. Kwa sababu unamwona kichaa ameweka makopokopo, ameweka swima nini, unasema huyu. Lakini ukirudi nyumbani kwako unakuta na wewe makopo mengine ya maji yako hapo, makopo mengine ya mafuta yalishaisha umeweka, swima viatu mengine yamechanika lakini hujatupa, makochi mengine yamechakaa umeyaweka hapo, sijui miredio ya zamani iko juu ya kabati, makopo ya perfume ambazo zilisha kabisa ziko juu ya kabati, sijui mathemos yalisha kufa hayawezi kuweka maji moto, lakini unatunzia chumvi, sijui vitu vya gani viko humo. Yaani unaona kabisa nyumba imejaa matakataka. Sasa hebu niambie, Mungu anaweza kukuletea vitu vipya? Maana naona minguo mingine huwezi kuvaa, lakini hii inaning'inia, ziko hapo. Ukiingia kwenye vitanda vya watu chini, vituko kabisa. Ndio maana wakati mwingine tunapiga watoto wetu wakisahau milango wazi. Kwani unajafunga mlango? Unajiuliza, kwani umefunga majini kwamba yatatoroka? Si wache nyumba ipate hewa, anajua matakataka aliyoweka humo ndani. Lakini kiukweli kuna vitu tulipaswa tuvichukue tuwape watu wa vijijini wamaliziage huko ushago, lakini tuko navyo tu. Una flat screen ya TV, lakini bado hata ile ya zamani ile ya nayo unayo. Unasema hii siwezi kutupa, ina historia. Yani nyumba yako umeifanya imekuwa museum. Mnasemaje? Sasa we kweli nyumba yako iwe museum ya watu wakitaka kuona TV za zamani waje kwako, wakitaka kuona tubetri twa zamani twa ambao waje kwako, wakitaka kuona zile tule tutochi twa zamani waje kwako. Yaani una matakataka. Mengine tumeweka ni mazalia ya mbu, mengine ndio nyumba za kwetu tunasema mende. Nyie mnaita aje mende? Mende zinajua kabisa hapa ni nyumbani kwetu, na zenyewe zina room, makopo yao, vitu mbalimbali. Jamani, ndio tutakosa mafua ya mara kwa mara kweli? Ni shida.
Kwa sababu kwanza nyumba zetu, nilisema pale tulipokuwa tunahubiri kwenye kanisa hilo huko chini Deliverance, pale tunafanya ibada ya revival, kwamba ukiangalia nyumba zetu ni kama prison, maana zimesukwa machuma, utafikiri usiku tunatoroka, lakini kumbe kwa sababu ya wezi. Hasa kama tumesuka kwa sababu ya wezi, maana yake hata hewa tunayovuta. Ndio maana umewahi kuona kuna wakati unaamka asubuhi mwili umenyong'onyea, yani hauna nguvu, unaweza ukaishi kama vile umepambana na wachawi, kumbe sio kweli, umevuta carbon usiku kucha. Yani ulipoingia chumbani ukaingia na ka oksijeni kidogo, ukakamaliza saa 5. Kutoka saa 5 mpaka saa 11 ni carbon dioxide. Ndio unavuta hiyo, unatoa, unavuta, unatoa. Maana madirisha yametaitiwa, hayana hewa. Mlango umefungwa, hauna hewa. Sasa hebu niambie, unavuta hewa unatoa wapi? Kuna shida. Amen. Unafikiri kwa nini tukienda kwenye mahoteli tunalala usingizi mtamu zaidi? Ni kwa sababu ya hewa. Kule hewa hawana mambo mengi chumbani, ni kitanda, mashuka, nini, unalala. Sasa sisi hapo kapura, nguo, mabegi, suima nini hapo, machungwa yaliyobaki, nyama umekimbia nayo jikoni, watoto watakula, unalala nayo, sijui hivyo vitu gani. Yani matakataka yako chumbani. Haleluya. Nilikuwa nafundisha watu mahali walichukia, lakini baadaye nafikiri waliona nilichokuwa naongea sikuwa serious sana. Nikasema ili ujue umevuka kwenye levo ya umaskini ni pale utakapofika kiwango cha kutokuzuia watoto wako kula chakula. Ndio ujue umevuka kiwango cha nini? Cha umaskini. Yaani unapika wali kuku alafu nawaachia watoto wapakue wanavyotaka. Umenunua masoda kwenye freezer haijafungwa na funguo. Yaani umefika mahali ambapo yani watoto wako wakifungua freezer hivi, kabla hawajachukua cha kuchukua, wanaunguruma kwanza pale kwenye freezer, wanasema nichukue. Ukiona watoto wamefikia mahali pa kuunguruma, umevuka kwenye umasikini. Lakini unatembea na funguo ya freezer. Yani kuna vyakula watoto wanakula kama road supper, kwamba hawaruhusiwi wao wenyewe mpaka wewe uwape. Ujue bado unapambana na umasikini. Amen. Haleluya. Wangapi wanafungia freezer? Usinyoshe mkono, jisemee moyoni, ufunguo wa freezer unawekwa wapi? Kuna mtu yani alipiga watoto wamekunywa soda. Hawa watoto wezi. Hasa mtoto kula kwao ni mwizi. Yani kuna dhambi zingine ziko Afrika tu, huwezi kuzikuta Ulaya. Hata Mungu mwenyewe anasema mwizi. Ameiba wapi? Amekula bila kupewa nyumbani kwake. Wewe wakati unanunua madukani si ulisema nibebe kwa ajili ya watoto? Sasa watoto wamekula tena, wanakula fimbo. Tuna safari ndefu, lakini tunaamini ipo siku tutafika nchi ya ahadi. Amen. Tutafika wakati ambao tutakuwa tunawachapa watoto wetu. Kwa nini hawakula nyama? Uliweka nyama alafu hawajara. Kwa nini ujara nyama? Kwa nini ujara soda? Yani tutabadilisha viboko vya kuwachapa kwa nini hawakula. Maana saizi tunawachapa kwa nini walikula. Haleluya. Kwa hiyo diriti mafaili. Tulikuwa tunasema safisha kichwa chako kibaki na vitu vya muhimu. Leo nataka tuingie hatua ya pili. Kwa nini tunafundisha masomo haya? Kwa nini Biblia inasema Daudi alipolia kwa sababu ya mtoto wake? Mnakumbuka mistari ya jana. Mtoto wake alipougua alilia, aliomba, alifunga, hakulala kitandani, alilala chini, anamlilia Mungu ili aweze kumponya mtoto wake.
Lakini tulisema kilichofanya Daudi alijua kozi ya ugonjwa wa mtoto wake ni yeye, kwa sababu yeye ndiye aliyefanya dhambi, lakini laana ya dhambi ikamwangukia mtoto, katoto kakaugua. Ndio maana niliwaambia tunahubiri habari za wokovu, watu tuokoke, sio kwa sababu yako tu. Wokovu wako utaleta faida na kwa watu wanaokuzunguka, kama vile dhambi yako itakavyowatesa watu wanaokuzunguka. Mtu mmoja wakati tunamshuhudia alisema, kwani mimi nisipookoka nyie inawahusu nini? Si jehanamu nitaenda mimi, si nini nitakosa mimi mbingu, si kitu gani? Nikamwambia hayo ni mawazo mafupi mno. Hakuna dhambi ambayo mtu ataifanya halafu madhara yake yawe ya kwake peke yake. Dhambi ni kitu cha ajabu sana. Jehanamu kweli mtu ataenda peke yake, yule aliyefanya, lakini matokeo ya dhambi kabla hujafika jehanamu utatushirikisha mateso yake. Tutashiriki. Hebu nikuulize swali. Mtoto wako kwa mfano akiiba mahali, akakamatwa, akapelekwa polisi, wewe baba na mama mko salama? Si mtaenda? Tena sio nyie tu, hata vitu vilivyoko pale nyumbani vitashiriki gharama ya uwizi wa huyu kijana. Mbuzi zitakuwa zinauliza, kaka yuko ndani, alafu mnaniacha mimi hapa nipige bei kaka toke. Sasa mbuzi wameingia kwenda kumgomboa mtu yuko ndani. Redio inasema mnanisikiliza humu ndani wakati kaka yuko amefungwa, nipige bei kaka rudi nyumbani. Redio inauzwa, sijui mbuzi zinauzwa, sijui vitu gani vinauzwa. Yaani vitu pale nyumbani vinauzwa ili vimkomboe nani? Mwizi. Yaani dhambi matokeo yake hayamtesi huyo, yanatesa na watu wanao mzunguka. Umewahi kuona familia za watu ambao hawajaokoka wakianza kupigana, kuna kitu kinakosa kushiriki vita? Yaani vita ni ya baba na mama, lakini kila kitu mule ndani kinashiriki vita. Sahani inasema unampiga mama, mwiko unasema unampiga baba, kiti kinasema stuli nayo inasema hey. Yaani unakuta mule sahani zinashiriki, stuli zinashiriki, viti vinashiriki, kila kitu kinashiriki. Ukienda kuamua unakuta kila kitu kinahema. Coach nimeangalia juu, nilikuwa kuamua vita, stuli ziko kule, ziko, yaani kila kitu kimeshiriki vita. Nilikuwa nahubiri siku moja nikasema, ndio maana tunapowaambia watu waache pombe, kwa sababu wakilewa sometime mpaka godoro linapata tabu. Mnalikuta godoro limeandikwa nje, na wamama mnavyojua kutunza siri. Wamama wanavifua, analianika godoro nje, halafu wapita njia mnamuuliza, pole watoto, watoto. Kumba na litoto lina ndevu, likilewa godoro linapata taarifa. Sasa huyu baba kiokoka, sina godoro limeokoka. Wakiokoka stuli zimeokoka, sijui nini vimeokoka, paka tu freeze na tunakuwa tumeokoka. Hatuweki mapombe, tunaweka juisi na maziwa. Kwa madhara ya dhambi hayamshiki tu yule mwenye dhambi, hata ukiwa karibu naye unashiriki dhambi. Nilikuwa nahubiri huko Tanzania, nikawa nawaambia Watanzania wenzangu, mateso mengi ambayo raia tunapata, hata tusimulilie Mungu kwamba Baba tusaidie. Mungu alishatusaidia, ila mtu mmoja tu anainuka, msaada aliyowapa Mungu anachukua yeye peke yake. Kwa sababu hebu niambie, nchi zetu hizi za Afrika, tumulilie Mungu atupe nini ambacho hajatupa? Atupe nini? Bahari,
ndio hiyo. Iko upande gani bahari hapa? Huku kuna bahari, lakini ukiingia humo mtani hakuna maji. Bahari iko hapa, pa kufiatua tu nani mashine inyonye maji, mpeleke kwenye matenki, maji yawe treated, yasambaye kila nyumba. Hapa Mombasa maji mlitakiwa muwe msifunge bomba, maana mtapasua mipira, maji yatiririke yarudi tena baharini, lakini mnakosa maji. Sasa tumlaumu Mungu kwamba tumekosa maji? Baba, tunaomba maji. Nini ambacho hajatupa Waafrika? Tuna madini, tuna mambuga mazuri ya kulima vyakula, tuna nini, tuna mito inalia usiku kucha kwenda baharini, inaenda alafu inawacha huku mna njaa, mnaomba chakula China ambao wanalima vyakula kwenye makopo. Sisi labda tumwambie Mungu atupe akili, kwa sababu vitu vingine vyote tunavyo, mabonde ya vyakula, mito iko hapo, maziwa yako hapo, sijui vitu gani vyote vipo, madini, yani kila kitu kipo, alafu tunabaki kuwa mabeggars. Kwa nini? Kwa sababu tu kuna watu wachache ambao tunawapa dhamana watusimamie kula mali hizo, wala ni shida. Kwa hiyo matokeo ya madhara ya mtu mmoja yanaweza kucause problem familia nzima. Haleluya! Kwa tunapaswa kuvipa vichwa vyetu space. Kwa hiyo Daudi alijua yeye ndiye mwenye hayo matatizo, amesababisha mtoto wake akalia, mtoto wake akafa, mwisho akakubali kwamba tukio limetokea, siwezi kuteseka nalo. Unajua kilichomsaidia Daudi ambacho nataka kukisema leo, moja ya vitu ambavyo shetani anatutesa navyo, shetani anacheza na nyakati zetu zilizopita. Amen. Shetani anacheza na past tense ya mambo yetu yaliyopita, anacheza na historia zetu. Anajua wakati wote tunapenda kuishi maisha matakatifu, anajua. Sasa nasema ili hawa jamani wakatishe tamaa, moja ni kuwakumbusha mambo yaliyopita. Ukiangalia mpaka leo kinachokusumbua wewe sio mambo yajayo, sio mambo yaliyopo, ni mambo yaliyopita. Ndio maana usione huyu mwandishi wa waraka wa Yohana, waraka wake ule, waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana kwa watu wote. Unafikiri kwa nini aliandika maandiko haya? Wakati anaandika barua, tena mwanzoni kabisa, aliandika kwa sababu aliona Wakristo wengi wa wakati ule walikuwa wanateseka kwa sababu ya historia ya mambo waliowahi kuyafanya. Yaani mtu unakaa kwenye hiyo historia inakutesa. Waraka wa kwanza wa Yohana, mlango ule wa kwanza, mstari ule wa 8 mpaka ule wa 10. Kwa nini alikuwa ameliandikia kanisa? Kwa sababu unaweza ukakaa na watu kanisani lakini hawana furaha, hawana raha, hawaabudu kama watu walio free, wanajiona wenye dhambi. Sio kwa sababu wanazifanya ndizo hizo ambazo walitubu, lakini shetani anawaaminisha kwamba Mungu hajawasamehe. Angalia ile mstari Yohana anaandika, waraka wa kwanza wa Yohana, mlango wangapi? Wa kwanza, mstari wangapi? Wa 8 mpaka wa 10. Anasema tukisema kwamba hatuna dhambi, twafanyaje? Twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu.
Tufanyeje? Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee na kutusafisha udhalimu wote. Tukisema kwamba hatukutenda dhambi, twamfanya yeye kuwa mwongo, wala neno lake halimo ndani yetu. Lakini ule mstari wa 9 anasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha udhalimu wote. Hiki ndio kitu ambacho shetani anakificha sana kwenye maisha ya Wakristo. Watu wengi walipotubu dhambi wakapokea msamaha, ghafla shetani anamwambia kuna watu wa kusamehewa lakini sio wewe. Unajua, kwenye kusamehewa kuna pande mbili. Ya kwanza ni Mungu anatusamehe, ya pili ni wewe unapaswa pia kujisamehe, kwamba niliyafanya haya nikiwa gizani, baada ya Yesu kunisamehe napokea msamaha. Watu wengi wanasamehewa lakini hawajapokea msamaha kwenye mioyo yao. Ndio maana hivi mwahi kuwaona watu ambao wanatubu dhambi ile ile kila mwaka, dhambi ile ile kila mwaka. Anakuja mhubiri anasema wako akina mama waliowahi kutoa mimba wako hapa. Sasa kweli niliwahi. Mbingu zimefungwa, hakuna baraka, ardhi inalia. Kweli. Hatufanye nini utoboi? Kweli. Njoo mbele tukuombee. Anakuja. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, nisamehe, nisamehe. Nilitoa mimba. Yesu nitakase, nitakase. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Anarudi. Anakuja mhubiri mwingine. Anasema Roho wa Mungu ananiambia wako watu alidhiraniwa kwa sababu ya damu uliyotoa, mpaka leo inakulilia. Hatufanye biashara utoboi, hatufanye nini ufanye. Uje mbele tukuombee. Amen. Anakuja. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, nisamehe, nisamehe. Nilirani ardhi. Kuanzia leo. Amen. Amen. Anaenda. Anakuja mhubiri mwingine. Wako kwa unakuta kila mhubiri akisimama yuko mbele. Wengine ni wanaume. Wako watu walizaa huko alafu wakaacha watoto. Wale watoto wanalia mbele za Bwana. Kweli. Njoo mbele. Unamuongoza sara ya toba. Anakuja tena mhubiri mwingine. Baba, unarana yule mtoto kule anaokota machungwa jararani, hatufanye biashara, hautafaniki. Njoo. Anakuja. Kwa hiyo anaongoza sara ile ile, dhambi ile ile. Ngoja nikwambie ukweli kwamba Mungu akitusamehe tunakuwa tumesamehewa. Ukisikia mhubiri anasema wako wa mama waliwahi kutoa mimba, ungana na mhubiri kushangaa kwamba walitoa. Watu wana roho mbaya. Unaanzaje kutoa malaika wa Bwana? Katoto hakana makosa. Sarakasi muruke nyie alafu mwanze kukomesha katoto. Walianzaje? Maana wewe sio miongoni mwa wale. Biblia inasema ukishatubu dhambi, yeye amekutakasa, yeye amekuosha, yeye amekufanya kiumbe kipya. Ile dhambi haipo tena. Maandiko yanatuambia anaitenga kama magharibi na mashariki vilivyo. Kwa wewe sio miongoni mwa wale.
Amen. Ndio ulifanya, lakini ulisamehewa, ulitakaswa. Unaelewa maana ya kutakaswa? Maana yake ni kufuta doa halipo. Kwa wewe unapaswa, unaungana na mhubiri, unasema walitoa, Baba warehemu waliotoa. Maana wewe sio miongoni mwa wale, wewe ulishamalizana naye. Sasa shetani anachokifanya ili akuvunje moyo ni kukukumbusha matukio uliyokosa. Ndio maana angalia, ukikaa kwenye maombi umeshika laini vizuri, mpaka wakati mwingine umeanza kuspeak tongues, mpaka wakati unaiona nguvu, nywele zinasisimuka, mwili wote una react kwamba kweli nimekamata laini ya kiroho. Ndio shetani anatumbukiza wazo, anasema unaomba wewe, umesahau, ukumbuki. Hey, ulitoa kwa ukatili. Hey, yule dokta alitumia mikasi vitu gani? Hey. Mwisho nguvu zinakuishia. Ndio unashangaa mtu alikuwa fire, baba, hey, maana baba, hey, hey. Katika jina la Yesu, amen. Unajiuliza nguvu ya kuomba imeishia wapi? Kamkumbushia. Shetani anasemaga katika Biblia inasema shetani kama mshitaki. Maana yake wakati wote anatuletea nini? Mashtaka. Mimi nakumbuka nilipotoka kuokoka, nimeokoka tu, dhambi ya kwanza iliyofunguka, vitabu niliiba shuleni. Nilikuwa kiongozi wa wanafunzi, sijajua huku Kenya mnawaita nani. Siku yetu tulikuwa tunaita prefect, yani kiranja nani huku mwanafunzi ndio hivyo hivyo. Nilikuwa kiongozi na walimu walikuwa wananiamini kweli, kumbe wamemwamini mwizi. Siku hiyo wametutuma tukachukue vitabu na wanafunzi. Mimi ndio nikawa naandika, Juma umebeba 20, wewe 30, wewe 10 na ngapi, wewe, nikawaandika wote mavitabu 100 na kitu huko. Vya kwangu 7 sikuandika, nikaviweka hapo. Hao wengine wote mimi ndio na supervise kuhakikisha vitabu vinafika shuleni. Vya kwangu nikavificha mahali. Kwa hiyo wakafika kule, walimu wakasema hebu pokea vitabu. Nikawa napokea na hesabu, pokea na hesabu, mpaka vyote vikafika kasoro vya kwangu. Mwalimu akasema ndio hivi waliowapa. Nikabeba nyumbani. Tumesoma shule tukamaliza, tumekaa kijijini, ndio mimi nakuja kuokoka. Nimeokoka tu, vitabu vikafunguka pa. Kwa kila nikihubiri, wezi hawendi mbinguni, kaneno kanakuja, wezi kama wa vitabu. Kwa nikawa nakosa raha. Siku moja nikasema sasa hii amani sina, nafanyaje? Nikavichukua vitabu, nikavibeba. Bahati nzuri mwalimu aliyekuwepo wakati ule alikaa sana. Unajua shule za vijijini walimu hawabadilishwi sana, kwa sababu kumpata wa kureplace ni kazi. Kwa hiyo nikuta bado, walimwambia wewe utalitaya hapo hapo. Kwa hiyo nikamkuta, akasema Daniel, umetukumbuka? Akasema nimewakumbuka, lakini sio kwa mazuri. Akasema kwa nini? Nikasema hapa nimejileta. Kwa nini? Niliiba vitabu. Vitabu? Mwaka gani? Nikamwambia mwaka mlinituma kuchukua vitabu kule, kulikuwa mahali mnatembea siku nzima, shule za vijijini, hakuna magari, hakuna boda.
mnatembea hapo masaa 6, mnabeba masaa 6 mnarudi. Kwa hiyo nikamwambia, tulipoenda kubeba nikaiba mimi 7. Viko wapi? Hivi hapa. Akaniangalia, akaniambia, Mgogo, kama dhambi ya vitabu inaweza kurudisha watu mbinguni, basi na mimi nikikamatwa na huyo Yesu wako siwezi kurudisha kwa kubeba, inabidi nikatafute gari. Anasema kwa sababu niliiba shule, nikaiba university, nikaiba hata nilipoanza kazi ya ualimu. Hapa nilipo nyumbani naweza kubeba pickup ya vitabu. Nikasema, mwalimu, hayo ni ya kwako, mimi yangu ni hivi 7. Nimevileta niwe na amani, maana kila nikiomba vinajitokeza, kila nikihubiri vinajitokeza. Nimekuja kufuta. Kama mnanifunga mnifunge, mkinisamehe mnisamehe. Wakasema, kwanza silabasi hizo zimepita, lakini viache hapo, tumekusamehe. Nilirudi nyumbani na shangilia, yaani hata nikifanya maombi shetani akisema vitabu nasema, wewe nilisamehewa, mambo yangu yamenyoka. Amen. Kwa hiyo wale shetani asikutese kwa mambo yaliyopita. Amini, Mungu amekusamea, amekutakasa. Na tunaposema hivyo, usichanganye sentensi. Kuna dhambi ambazo Mungu akikusamea amekusamea na hakumbuki tena, lakini kuna dhambi kitubu unapaswa kutengeneza. Zakayo alisemaje? Tazama wale niliowadhulumu mara 4 nafanyaje? Hakusema tu nimesamehewa dhambi ya kudhulumu, lakini alirudisha. Ni kama hii dhambi nilikuwa nasema hapa, wanaume unasema kweli, nilizaa na binti huko miaka ya nyuma, lakini Yesu amenisamehe. Amekusamehe dhambi, sio mtoto wa baba. Tunasamehewa dhambi ya uzinzi, lakini hatusamehewi responsibility za watoto. Wanaume wachache mlioko hapa mnanisikia, kama kuna mahali ulilikoroga ukazaa na kabinti ka watu, usiseme mimi sasa nimeokoka, mimi ni wa kiroho, kwa hiyo dada na mtoto wako msinisumbue. Umeokoka kwenye dhambi, hujaokoka kulea mtoto wako. Mnanisikia? Ili kichwa chako kiwe na space, kubali majukumu ya kulea mtoto wako. Wanaume, kwa nini naongea haya? Kwa sababu wanarekodi. Hata kama nyie hapa mko salama, wale watakao kutana nayo mtandaoni wajue wajibu wa kulea mtoto wako ni wa kwako wewe. Kale katoto hakakujileta duniani. Uliruka sarakasi za Kichina bahati mbaya, lakini ile mkanda umetoka, utauhudumia. Amen. Utafanya nini? Hizo sarakasi zako, mkanda umefanyaje? Ule mkanda wako umeshatoka. Hako katoto ni kwako. Wamama muko hapa? Kwa mfano sema Unafika nyumbani sema Mume wako sema Anapiga magoti mbele yako sema Anasema mahubiri ya leo sema yamenigusa. Kila alichokuwa anasema Mgogo ni mimi
na watoto hawa ambao wako nje, mke wangu unanishaurije kwa neno alilosema Mgogo, unanisamehe hunisamehi, nikawachukue au niwache, niwalelee kule kule au wawe karibu hapa? Hapo inakuwa msalaba. Wangapi wanasema, mchungaji, kazi ya neno ni kututakasa. Hata kama kuna mahali kulikuwa na maumivu, inabidi tu nisamehe na niachilie. Wamama wangapi ambao wanasema atamsamehe mume wake, alee tu wale watoto, kwa sababu watoto ni malaika, hawana makosa, makosa ni ya mume wangu, kwa hiyo nitamwambia akawachukue tuwalee. Wamama wangapi wanatamani kwenda mbinguni? Wangapi wanajua usiposamehe mbingu huendi? Sasa ndio nauliza, utasamehe au hautasamehe? Uta free space utasamehe? Panauma, lakini ni mtihani. Wamama mlio kwenye ndoa, punga mikono hivi. Mnasemaje? Baadaye, sio leo. Haya, vaa viatu vya huyo mama ambaye alipewa mimba na mume wako, alafu akamwachia kazi yote alee peke yake. Vaa viatu hivyo. Viatu unavionaje? Vinakubana au viko size? Yaani chukua, wewe ndio yule mama ambaye alipewa mimba alafu akaachiwa kulea mtoto kila kitu peke yake. Yeye ndo akaitwa maraya, yeye ndo akaitwa hafai, yeye ndo nyumbani wanamchukia, yeye jamii yote inamwangalia vibaya. Vaa hivyo viatu, alafu ukivaa hivyo viatu, muone huyo mwanaume huyo ambaye ndio mume wako, ndio mwenye huyo mtoto. Hebu hivyo viatu ni saizi au unasema kwa kweli mimi huyo baba ningemung'ata? Unajua saa hizi ni rahisi kwa sababu yako kwa wengine. Kwako unaona kama yani mume wangu ni wa kwangu mwenyewe, ni sawa. Lakini yeye alikubali kuwa wa kwako mwenyewe? Alilikoroga. Na ninajua wale aliozaa kabla hajakuoa ni rahisi kusamehe, si ndio? Ugumu uko anazaa akiwa na wewe. Hiyo si ndio inauma zaidi, wanaume? Kwa sababu hii mambo iko pande zote. Wanaume, kwa mfano sema unarudi nyumbani, sema mke wako, sema anapiga magoti mbele yako, sema anasema my husband, my love, my sweetheart, usingizi wangu, kuna kosa nilichemka. Aka katoto kengine ako nako kaona, sio kako, sio kako. Nilipoenda msibani kipindi kile Nakuru, Kisii, Kajiado, tulipomaliza msiba nikarudi na msiba, ndo haka katoto ako. Ndio maana unaona kama amfanani, kama ukweli sio kwako. Neno la Mgogo limenigusa. Nisamehe baba. Wanaume wangapi mnasamehe?
Baba, rafiki yangu mpendwa, ambaye wote tuna safari ya kwenda mbinguni, tunamsubiri Yesu atuchukue, unasemaje? Yaani amezaa akiwa na wewe. Si alienda msibani akakosa nauli, mtu kamsaidia na yeye akatoa shukrani, akarudi ameshiba. Ndani kwako. Ndio hayo makosa ndio tunasema utayasamehe. Umeamua kwenda mbinguni, umeamua, na unajua kabisa usiposamehe hutafika, na unajua Biblia inasema kila mtu abebe msalaba. Rafiki, unauambiaje umma wawaenda mbinguni? Unasamehe au unaahirisha mke na mbingu? Kwamba mbinguni nimeahirisha kwa sababu sitasamehe, na mke siwezi kukaa naye, kwa hiyo unakosa vyote viwili. Unajua shida ya hiyo, lazima upate vyote au ukose vyote. Yaani huwezi kupata kimoja kingine ukakosa. Yaani ili upate vyote au ukose vyote, kwa sababu ukisema namsamehe mama tunakuwa sawa, mbingu pia umeipata, mama utabaki naye. Ukisema sitaki ni kuona hapa nyumbani, na mbingu umeikosa, umeshindwa kusamehe, na mama umemkosa. Sasa unachagua upate kipi? Yesu ni mambo yote ndani ya yote, ukimpata yeye umepata. Acha kusumbukia ya ulimwengu, Bwana Yesu. Sika wimbo katambwe, kaingize kwenye practical. Mwangalie jirani yako, mwambie mbinguni utafika, lakini utafika ukiwa you are so tired. Jamani, kudiriti mafaili yasiyofaa sio kitu rahisi. Kukipa kichwa chako space sio kitu rahisi, sio kitu ambacho unasema kwanza leo na delete. Kichwa kiwe na space. Sasa kuna huo mfaili wa hako katoto kutoka kwako, unadiriti, unakasamee, unakalea bila kenyewe kujua kama sio biological. Unakalea bila upendeleo. Muulize jirani yako, mbinguni ni karibu au ni mbali? Wakati na introduce hili somo, uliliona ni somo rahisi. Ndiyo mtumishi, tuvipe vichwa vyetu space. Sio kitu rahisi kama unavyofikiri kukipa kichwa space. Kuna vitu unaweza ukadiriti, ukamsamehe aliyekula avocado yako, ukamsamehe aliyechukua ngiri yako mezani, ukamsamehe hapo sasa. Alafu na aliyezaa na mke wako mupo kanisa moja, sometime anakuja kukuomba msamaha, anasema neno alilofundisha Mgogo leo, nataka ni delete faili ambalo nimelitunza muda mrefu, linanitesa. Kila nikikuangalia naiangalia dhambi niliyopita na mke wako, kila nikiabudu hiyo dhambi inanitesa. Kwa hiyo nataka free space kwenye kichwa changu. Mpendwa, nimekuita hapa hotelini tule chakula hapa. Lengo sio chakula, lengo ni kukuomba msamaha.
ni kweli nilipita na mke wako, unaweza kusamehe? Ngumu. Ndio zile dhambi tunatubia chumbani. Unafunga madirisha, unafunga kila kitu, unaangalia hakuna mtu. Baba, nilifanya makosa. Ukisikia choko, amina baba, umenisamehe, ninaamini, ili watu wasije wakasikia. Halo, wangapi wamewahi kusikiza ule wimbo wa Bahati Bukuku, nataka kutengeneza na Yesu? Unakumbuka? Si wimbo mgumu mgumu. Ngoja nikwambie, jamaa mmoja alikuwa mhubiri mkubwa sana huko Tanzania, na amehubiri, amevuka mpaka Malawi kote huko, mhubiri mkubwa sana. Na mimi nilikuwa nampenda sana yule baba. Sasa hivi ni marehemu, ni miaka mingi kidogo imepita. Sisi tulimkuta anahubiri, lakini ndo ana miaka 70 hivi. Lakini yule baba aliwahi kushuhudia ushuhuda ambao hata mimi inabidi nirudi tena kwenye magoti ya Yesu, kwamba Yesu, unaweza kuniwezesha kama yule baba. Ametoka kwenye mikutano kuhubiri kama hivi, nimehubiri huku, anarudi nyumbani akamkuta mke wake yuko chumbani na mwanaume, anafungwa hivi, sofa paka na Gor Mahia Kasarani. Akarudisha mlango, akaenda jikoni, akapika chai, akawatuma watoto wakanunue maandazi kama haya ya mnaita mama, akanunua, akaweka mezani, akamwambia mke wangu, mkimaliza muje, chai iko tayari. Yule jamaa kule, hebu niambie, ile mechi iliendelea au watakuwa waliahirisha? Sasa jamaa kutoka anajua tu nikitoa kichwa hivi nakutana na panga. Aliposikia chai akasema, kwa hiyo amechagua aweke sumu kwenye chai ndio aniue. Lakini sasa sina cha kufanya, ngoja nitoke tu nikafe. Wanasema mke wa mtu sumu, ndio naenda kunywa sumu leo. Akatoka mke na yeye anatetemeka, yeye anawakaribisha, karibu. Wakakaa, akasema nikuwekee sukari vijiko vingapi? Akamimina cha kwake, akakoroga, akaanza yeye kunywa, koroga. Akasema sasa huyu jamaa ana hasira kweli, ameamua weke sumu tufe wote na yeye. Anyway, akaanza kunywa. Wanamuuliza, imekolea nani chai? Hapo unaweza ukajua na testi ya sukari kweli. Alikuwa anaitika chochote tu. Sukari iko sawa? Sio nini? Akanywa, anakunywa kama vile maji, haelewi kama ya moto au ya baridi. Akili imestaka. Wamemaliza kula chai, anamwambia mke wake, tumsindikize mgeni au bado mtaendelea kukaa hapa? Akasema hapana, naenda. Akasema twende. Akamsindikiza, wanapiga stori, hapa ndio nyumbani, siku nyingine hapa ndio nyumbani, karibu kabisa, ndio Wakafika, akamwambia mke wake, turudi, tutakuwa kama tunamfukuza, turudi. Jamaa anaenda, anaangalia nyuma kwamba anafanyaje. Kakuta anageuka na mke wake, wakarudi ndani. Anamwambia mke wake, niweke maji bafuni nioge. Akapeleka maji, yupo kuoga. Mama akasema, na haya yote aliyonikuta nayo, ndio mume wangu ameokoka, ndio hawezi kunipiga, lakini hata kupiga kelele. Baba naoga, mama kakusanya nguo chache kwenye begi. Baba anatoka bafuni, anasema sikukuta mke. Nikajua tu amekimbia. Karara, kesho kamfuata, kamkuta nyumbani kwao. Twende nyumbani,
Sasa siwezi. Wale wakwe wanamuuliza, kwani kuna shida gani? Akasema hakuna shida, hakuna shida, twende. Akasema hapana, anataka kuniua. Akasema akuue kwa sababu gani? Ndo akatoa siri, amenikuta na mwanaume haja nigombeza, haja nifanya chochote. Yule baba alikuwa na lugha zake, anamwambia nilijua ya kwamba ni shetani, mimi nimemsamehe, rudi kalee watoto. Walimbembeleza yule mama karudi. Sasa yule jamaa ilikuwa kuanzia kipindi kile hata kusalimia wake za watu, kusalimia na mkono hivi, akiona mwanamke anakatiza huku anahisi kama watu watamuona, ikawa ndio fimbo. Sio tu kumwogopa mke wa yule mhubiri, hata wanawake wengine kuwasalimia kwa tabu. Na huyu mama alikuwa anashinda tu hapo nyumbani analia. Mwisho naye akasema basi naamua kuokoka. Akaamua kuokoka. Fikiri alikuwa mke wa mhubiri alafu hajaokoka, ni maraya, lakini akasamehewa. Ndio nauliza rafiki yangu, utafikia level hiyo ili ukamuone Yesu? Sio rahisi lakini kwa msaada wa Mungu tutashinda. Grace iwe kubwa. Tunayaweza yote katika yeye atutiaye nguvu, kwa sababu peke yetu hatuwezi. Hata mimi ukiniuliza ungefanyaje pale, nikikupa majibu nitakuwa mwongo. Amen. Unajua mambo mengine ni rahisi kusimulia ya watu wengine, lakini yakikukuta wewe utasahau. Mama mmoja kabla alikuwa haja experience kufiwa, akawa anawatia moyo watu, kifo ni mwanzo. Mtoto wake wa kwanza alikuwa askari, akafa. Wakasema huyo mama ni jasiri, hana shida, mwambie tu mama, yule mtoto wako mkubwa ametangulia kwa baba. Wakasema ametangulia kwa baba. Akazimia. Alipoinuka alitukana matusi yote. Anayemtukana Mungu, anasema Mungu tena akakosea. Akasema ulichukua mtoto wangu mwenye akili ambaye alikuwa anatulea, unaiacha mingine mitoto iko hapa. Alafu wale watoto nao wamemzunguka. Akasema yani ulitaka tufe sisi? Mama. Msiba ukaishi hapo. Ilikuwa vurugu. Rahisi kuhubiri habari za Ayubu, rahisi kuhubiri habari za Hosea aliyeoa maraya, rahisi kuhubiri, lakini ukiwa wewe ndio unapaswa kufanyika shamba darasa. Yaani Mungu anataka kuwafundisha watu kupitia wewe. Sio kitu rahisi. Unajikuta kabisa ni mrembo, ni binti kabisa, wife material, lakini wanaume kumbe Mungu amekuweka wadada wengine wajifunze kusimama imara kupitia kwako. Kwa hata ukikaa miaka mingi bado hawezi kunyang'anya waume za watu, ametulia anasubiri majibu ya Bwana. Kwa watu wengine wakitaka kufanya umaraya, Mungu anasema umemwona yule dada. Watu wakisema siwezi kuvumilia mume, asa umemwona yule amevumilia. Mungu anakugeuza unakuwa shamba darasa, watu wengine wajifunzie kwako. Unasemaje? Hilo faili utalidiriti au liendelee kukuteza? Kipe kichwa chako nini? Space. Kwa moja ya vitu ambavyo vitafanyika vitese nafsi yako ni kukumbuka mambo ya zamani ambayo Mungu alikusamehe. Wewe unakaa kama vile huwezi kusamehewa,
lakini Mungu anasamehe, anatakasa, na wewe kubaliana. Amen. Kubaliana na huo msamaha, kubaliana kwamba Mungu amekusamehe, na wewe upokee msamaha, uwe na amani. Amina, wana wa Mungu. Kwa hiyo usikae na mafaili ya zamani. Shetani asitumie historia kukunyanyasa nayo, kwamba ulifanya hivi, ulifanya hivi, enzi hizo ulifanya vile na vile. Mwambie hayo ndiyo nilimwambia Mungu nisamehe, na Mungu akanisamehe. Alikuweko yule mwana historia Martin Luther, sio Luther yule wa Marekani. Kuna Luther huyu wa kanisa la Lutheran ambaye alikuwa Mroma, baadaye akakutana na Mungu, akaanza kutengeneza kanisa la matengenezo. Anasema siku moja akiwa kwenye maombi, kila kiomba shetani anamwambia ulifanya hivi, kila kiomba ulifanya hivi. Akachukua kalamu akasema, shetani, unasema nilifanyaje? Ulifanya hivi. Akaandika nyingine hii, nyingine hii, akaorozesha. Akasema ndio hizi hapa. Akasema hizi ndizo ambazo damu ya Yesu imeniosha, imenitakasa, imenifanya kiumbe kipya. Akachukua kiberiti akawasha lile karatasi, akasema yote yamechomwa, sidaiwi chochote, usinisumbue tena. Amen. Mwambie shetani asikusumbue, asikukumbushe ya dhamani, asikwambie ulifanya. Mwambie ndiyo, Yesu alikufa kwa ajili ya hayo, ndiyo Yesu amemwaga damu, ndiyo Yesu aliyonitakasa. Hapa sishtakiwi, nimesamehewa. Amen. Lakini kama tulivyosema, kama ni makosa ya kutengeneza hayo, inabidi utengeneze, hakuna namna. Tengeneza ili maisha yako yakae sawa. Tusimame. Nimeona mmeanza kutia huruma kwamba amen, free space. Kuna kitu unajifunza, lakini kuna kitu unajifunza, haujutii hii muda ambao tunakaa hapa, kwa sababu lengo nataka ku free space kwenye kichwa chako. Shetani asikushitaki na mambo yaliyopita. Mshike mkono jirani yako wa kushoto na kulia, muombe neema na rehema, mtangazie kwamba Mungu amemsamehe. Omba apokee msamaha ambao Mungu amemsamehe. Mungu amtakase, Mungu amfanye kiumbe kipya. Omba, muombe, tamka neno kwa ajili yake, tamka neno kwa ajili yake. Muombe msamaha upya, mwambie kabisa amani ya moyo itokee kwenye moyo wake, a free space kwenye kichwa chake. Kama kuna vitu vilikuwa vinashtaki kwenye akili yake, ajue Yesu amemsamehe, ajue Yesu amemtakasa, ajue Yesu ametakasa maisha yake. Baba, katika jina la Yesu, takasa watoto wako, waoshe kwa damu ya Yesu, waponye kuanzia leo. Neema ya msalaba Baba, katengeneze maisha, tengeneza maisha yake, tengeneza kuanzia leo katika jina la Yesu. Leta amani katika moyo wake, leta amani katika moyo wake. Baba, asante kwamba unaenda kusamehe, nasi kwa imani tunapokea msamaha, tunapokea msamaha katika jina la Yesu. Asante kwamba umetusamehe. Wote tuseme amen. Amen. Unaamini kwamba Mungu amekusamehe? Unanisikia? Na wale ambao mwenzako, hebu tukae. Wale ambao mwenzako hakuwepo, kuna vitu hapa tulikuwa tunatolea mifano tu, lakini hatukumaanisha uende kufanya hivyo. Tulikuwa tunatolea mifano jinsi ugumu wa toba ulivyo.
Lakini usije ukatoka hapa ukasema mchungaji amenituma kwamba niende kumwambia mtu wewe nilitembea na mke wako, akikukata panga mimi siko. Hekima ya Mungu ikutawale. Amen. Usiende kuvuruga ndoa za watu. Unasikia nyie mabinti kwamba baba nani, samahani, nataka nikamwambie mke wako kwamba nilikuwa namuibia. Utavuruga ndoa za watu. Amini kwamba Mungu amekusamehe. Kikubwa usirudi tena kufanya hiyo dhambi. Tunaelewana wapendwa? Utakuja ukate mapanga bila sababu, kwamba Mgogo alitolea mfano, basi na mimi ngoja nikamwambie yule mzee kwamba mke wako nilipita naye, au nikamwambia yule mama, mme wako ndo amenilipia nyumba renti, ameninunulia smartphone, amenipa capital, nimeona nije niombe msamaha. Shauri yako, mimi huko siko. Tulichokuwa tunamaanisha, kama itatokea watu wanakuja kukuomba wewe, ndio uwe tayari kufanya nini? Kusamehe. Lakini usiende kutafuta matatizo ya watu. Amen. Unaenda kwa Muhindi kwamba Muhindi, niliwahi kukuibia. Hapana, hii haiwezi. Tutakukuta upo kwa koti. Tunaelewana? Lakini Muhindi akija kukuomba msamaha, wewe fanya nini? Msamehe. Usichokoze vita. Amen. Tumeelewana wapendwa? Tuko sawa? Hautaenda kuchokoza vita. Unaamini Mungu amekusamehe. Kama mlikuwa mnaiba na mtu wote mlikuwa wezi, Mungu amekuokoa, subiri na yeye akiokoka mambo yaishi hapo. Kuna siku moja nilikuwa nahubiri, mchawi mmoja alikuwa ameokoka. Alafu ananiambia, mchungaji, unajua kinachoniuma? Nikakuta alivyoanza kusema kinachoniuma, wako watu ambao tulikuwa ninaroga nao na wako humu, alafu wao hawajapita mbele. Ananiambia niwataje, ngambia hey. Nikamwambia usiwataje, kazi ya kuokoka ni ya kwako, na wao subiri wakutane na nani? Na Yesu wao. Akasema inaniuma, tulikuwa tunakuja kuharibu madhabahu hapa, tunaharibu, tunaroga. Ndio maana wakati mwingine mchungaji anaandaa neno linapotea, wanakwaya wanaimba nyimbo haziendi popote. Ni sisi tulikuwa tunaroga usiku. Eti we mzee, tukasema wewe anataka kumtaja. Hasa bahati mbaya yule mzee hakuamini kama hatatajwa, akainuka akaanza kutoka, akasema unaona wanakimbia. Jamani, wokovu ni wako wako peke yako. Usiwaingize na wengine ambao bado ukawaletea matatizo. Amen. Kesho tena tutaendelea mpaka tuone vichwa vyetu vime free space. Haleluya. Umebarikiwa? Mungu akubariki sana. Amen. Pigia Bwana makofi mazuri. Asante kasisi, tumeshukuru kwa mafuta yaliyo juu ya maisha yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kifupi tu, ni wangapi umebarikiwa na ujumbe wa mtumishi wa Mungu? Amen. Ni vizuri kuwa baraka kwa wengine, na naomba kesho, tumebakia tu siku mbili, siku ya kesho Alhamisi na Ijumaa. Ninakusii tu kwa rehema za Mungu, kesho njoo na mtu, kile ambacho napokea na ukapokeze mwingine. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kesho tukuje mapema na njoo na mtu. Hii baraka ni kwa ajili yetu kwa wiki hii. Amen. Naomba tumtolee Bwana dhambi zetu, sadaka zetu tunapoenda kufumukana na kwenda katika shughuli zetu za siku zilizowasalia. Baba, ni asante kwa fursa tena, tumesikia neno lako Bwana
mtumishi wako kauishi nguvu zake. Kesho anjapo Bwana na kesho kutwa tukapate kupaa kiwango hadi kingine. Unapokuabudu Bwana, hata kwa matoleo yetu Bwana ukayapokee, na ikawe Bwana baraka wa kazi yako, na neema yako ikawe juu ya watu wako, na kuwapa thawabu na hata mazao kwa hili tendo. Niomba na kuamini kwa jina la Yesu. Sema amen. Naweza ukaweka kwa hii sanduku iko hapa, ama kwa hii sanduku iko pale, ile karibu na wewe unaweza tumia. Bwana akubariki. Kama unatumia simu, namba yetu ya paybill iko pale 222 and the account number is 2386597. Amen. Baada ya kutoa tutaenda kufumukana na tutaenda kuomba kwa ajili ya kuachana, twende katika shughuli zilizosalia za siku. Amen.